Moja kati ya makosa makubwa unaweza kuyafanya ni kulinganisha kati ya kurasa yako ya kwanza na kurasa namba 15 ya mtu mwingine. Pale ambapo utaanza kujilinganisha na mtu mwingine kwamba mbona tani kashafika huko, amefikaje, mimi mbona sijafika huko? Hujui yeye alianza saa ngapi mbio zake. Wewe sasa hivi ndio umerealize kwamba kuna mbio mwenzako kashaanza mbio zake 5 years ago. Unapokuja kushtuka kwamba kumbe kuna mbio, unamkuta mwenzako kashapiga hatua 15. Wewe ndio umerealize mbio zipo. Alafu unaanza kupanic. Kafikaje huko? Hujui yeye alianza lini na saa ngapi mbio zake. Usione kwa sababu ndio umemuona leo kwenye social media then kikakustajabisha na kukuchanganya inakuwaje amefika huko na kati ni age sawa na mimi. Let me tell you one thing. Wewe unaweza kumuona mtu ni age sawa na wewe, lika lako, lakini yeye ukute ana miaka zaidi ya 10 anakifanya kitu kile kile, ndio yuko pale. Ukute wewe ndio kwanza tu una realize kama kuna chapter, kumbe kuna mbio. So don't see somebody kwa sababu umemuona sasa hivi then uanze kucompare chapter 1 yako na chapter 15 yake. You will lose focus. The only thing unatakiwa kufanya ni kuweka hivi vizibio. Angalia safari yako, focus. Na kitu usichokijua ni kwamba ukiamua kufocus na wewe, ukaacha kuangalia watu wengine wanakimbiaje mbio zao, ukaamua kukaa chini, ukafocus na wewe, ukajiambia mimi nataka kuwa bora kuliko jana, what I promise you ni kwamba eventually utakuja kurealize wewe uko mbele ya muda kuliko watu wote ambao ulikuwa unafikiri wao wako mbele sana kukuzidi. Unajua kwa nini? Kwa sababu ulikuwa ucompete na wengine, ulikuwa ushindani na watu wengine. The only thing ulichokuwa unakifanya ni kufocus na kujenga mtu sahihi ambaye ana uwezo kuaccomplish vile vitu ambavyo unavitaka. So hakuna competition, it's just you against you. Kwa mfano, kuna mtu anasema mimi biashara yangu kwa jinsi nilivyo, mimi sistahili kusajili kampuni. Kwa sababu gani? Nikimwangalia Juma na Shabani na Mwajuma na rafiki yangu, wao wamesajili kampuni, wana wateja karibia 100 kila mwezi. Wao wamesajili kampuni, ana wafanyakazi zaidi ya 10. Yeye anasajili kampuni, ana influence, anajulikana na connection, ndio maana amesajili kampuni. Sasa mimi sasa hivi idea nilionayo hii, nitawezaje kusajili kampuni wakati wenzangu wanasajili kampuni kwa hivyo? Forget about them. Catching the idea unayo. Aina biashara unaijua. Umeshaanza biashara ama ndio unatamani kuanza biashara. The only thing you have to do ni kusajili kampuni, kukaa chini, kuanza kuijenga kampuni yako. Period. Sio unasajili kampuni wakati unaangalia Shabani anafanya biashara. No. Let them watch. Hujui yeye ameanza lini. Wewe ndio umeanza sasa hivi. Acha kuanza kujilinganisha, kucompare. Na by the way, kusajili kampuni ya kuangalia una wateja, una wafanyakazi, unaweza kawa wewe peke yako kusajili kampuni. Kumbuka kampuni ni utu wa kisheria na kusaidia cooperate ama kukulink na soko linavyoenda. Kukulink na mabenki, kukulink na mikopo, kukulink na serikali, kukulink na security, kukulink na taasisi za kifedha, kukulink na biashara za kimataifa. Kinachokuwa katikati hapa, security yako binafsi, security ya mali zako binafsi, kuhakikisha wafanyakazi wako hawaendi kinyume na unavyotaka, kulinda security. Hii ndio kampuni. Huhitaji kuwa na vitu vyote ili uwe na kampuni. Unahitaji kuwa na kampuni ili kuwa na vitu vyote. Huhitaji kuwa na wafanyakazi, wateja, influence, connection na nini ili uwe na kampuni. Unahitaji kuwa na kampuni ili uwe na wafanyakazi. Unahitaji kuwa na kampuni ili uwe na connection. Unahitaji kuwa na kampuni ili taasisi za kifedha zikupokee. Start your company now and focus on your company. Don't think about they have company because they have cars, they have customers, they have everything. You don't need. Acha compare kati ya chapter 1 yako na chapter ya wenzako 15. Yaani wewe sasa hivi hapo ukute tumegundua kuna kusajili makampuni. Kumbe natakiwa niwe na kampuni ili niweze kupata hizi advantage zote nilizozitaja. Sasa wewe baada ya kufungua kampuni yako sasa hivi, then unaanza kuangalia vijana wenzako kwenye umri wako namna gani wanavyoishi, wanavyofanya biashara, wanavyooperate, focus now. Ukute ana kampuni tayari mpaka shazoea kampuni. It means yeye sasa hivi anajenga tu personal brand yake. Hataji hata kampuni yake, anajenga personal brand yake, anafanya kila kitu. Wewe ndo kwanza kampuni umesikia leo.
So do not compare. So what you're supposed to do, unaona hiyo namba iliyopo kwenye caption hapo, piga hiyo namba, nitakupokea mimi, nitakusaidia kuweza kukamilisha usajili wa kampuni yako. Ama hiyo namba uliopo, kama uko nje ya nchi Tanzania, tuma ujumbe wa WhatsApp ama piga kwa WhatsApp kwenye hiyo namba, nitakupokea, nitakusaidia kusajili kampuni yako.